huwezi ukasema wewe unajiuzulu kwa hisia, kwa sababu hujaingia kwenye mioyo ya yule ambaye unampelekea barua. Kwa sababu hakuna hapo sababu za msingi ambazo unasema kwamba nilihisia. Hisia ziko kwa yule wa pili, sio kwako wewe. Wewe unatakiwa ujiuzulu kutokana na sababu zako wewe. Huwezi kusema unaenda kumdhiridisha mwenzio. Mazingira ambayo pengine yamemfanya makamu wa rais kujiuzulu, kisheria anaweza kuhojiwa na mtu yeyote? Hakuna mahojiano, lakini ulikuwa ukiangalia ni kama vile watu wawili, mafahari wawili waingia kwenye partnership, kila mmoja akiwa na ndoto zake. Kwa mfano, ikatokea kiongozi, na case study yetu ni makamu wa rais, kwamba ameshajiuzulu. Hivi kikatiba ama kisheria anaweza kuwajibishwa kisheria kwa maamuzi ambayo pengine aliyafanya kabla? Yes. Makamu wa rais hana kinga. Kama kuna maamuzi ambayo hayakuwa sawa, yeye anawajibishwa. Ila rais anapotoka madarakani, yeye hawezi kuwajibishwa. Yes. Kwa hiyo sheria iko silent kwa makamu wa rais. Na kwanza makamu wa rais hana maamuzi kwa nchi. Kwa hiyo ana utekelezaji wa maamuzi au mambo ya kila siku huwa inategemeza, anaelekezwa na rais mwenyewe. Anapokuwa amejiuzulu tayari makamu wa rais, wakati huo ndani ya siku hizi 14, nani anakuwa anachukua nafasi yake kutekeleza majukumu ya kiserikali? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia imeenda mbali na kuelekeza endapo atakuwepo hayupo na rais wa Jamhuri ya Muungano hayupo, kwa kuna taratibu ambazo pia zipo. Anaweza kashika madaraka waziri mkuu, kuna wakati anashika spika, kuna wakati anashika hadi jaji mkuu. Makamu wa rais kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unajua nchi zinatofautiana, yeye anakuwa ni mgombea mwenza wakati ule ambapo ni mchakato wa kutafuta uongozi. Yeye anakuwa ni mgombea mwenza ambaye anapendekezwa, anakuwa nominated na mgombea urais. Kwa hiyo chama ndio kinatakiwa kikubaliane huko kwenye vyama, kwa sababu vyama viko vingi. Kwa anapatikana kwa kuwa nominated, yani anapendekezwa na rais ambaye anagombea. Kwa hiyo wakishinda uchaguzi automatically anakuwa ni makamu wa rais. Asante. Akishinda uchaguzi manake, wakishindwa manake pia amekosa nafasi hiyo, si ndivyo? Okay, lakini hebu tuanzie hapa. Sasa makamu anapojiuzulu nafasi yake, hebu tuambie mchakato wa kujaza nafasi hiyo ipoje kikatiba? Mchakato wa kujaza nafasi huko kwenye ibara ya 50, ibara ndogo ya pili C, ambayo kwanza inampa fursa yeye kujiuzulu kwa ametumia haki yake, anatumia haki yake ya kikatiba. Lakini baada ya hapo mchakato ni mfupi sana, wala una hata vipengele vingi. Ni kwamba rais ambaye yuko madarakani anatakiwa apendekeze jina la mtu atakayeshika madaraka ya rais, makamu wa rais, na anatakiwa ndani ya siku 14 kutokana na ibara ile ya 149 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili bunge liweze kujadili, na kilikisha jadili na kupiga kura. Kwa likisha piga kura, basi ndo anakuwa ameshakuwa, kama ataidhinishwa na wabunge walio wengi, atakuwa ameshakuwa makamu wa rais. Kama ulivyosema kwamba ndani ya siku 14 rais anapendekeza jina na mchakato huu unaenda bungeni. Kisheria sasa, anapokuwa amejiuzulu tayari makamu wa rais, wakati huo ndani ya siku hizi 14, nani anakuwa anachukua nafasi yake kutekeleza majukumu ya kiserikali? Kwa majukumu ya kiserikali, unapokuwa ofisi ya makamu wa rais ni taasisi, kwa majukumu mengine yanaendelea kama kawaida, wala hamna hata shida. Isipokuwa kitu ambacho hamuelewi ni kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia imeenda mbali na kuelekeza endapo atakuwepo hayupo na rais wa Jamhuri ya Muungano hayupo, kwa kuna taratibu ambazo pia zipo. Anaweza kashika madaraka waziri mkuu, kuna wakati anashika spika, kuna wakati anashika hadi jaji mkuu.
na ikishindikana ikienda mbali, hata kuna waziri ambaye ni nguli, yani ambaye ndo waziri ambaye ndo yani ni senior kati yao, anaweza kashika madaraka ya urais. Kwa katiba imeeleza vizuri sana kila kitu. Sasa nataka nifahamu kisheria, barua inatosha pekee ama kuna hatua zingine ambazo sheria zinasema, hii katiba inasema anapokuwa anajiuzulu, ile barua anaipeleka kwa mtu aliyemteua, aliyemnominate. Sasa akipeleka yule akireject, maana yake hawezi kujiuzulu, ataendelea kutumikia nafasi yake. Isipokuwa yule aliyemnominate akikubali ile barua, automatically anakuwa amejiondoa kwenye nafasi yake. Kwa hivyo Wasonga, kuna mazingira ambayo pengine rais anapopelekewa barua na makamu wa rais ama mtu ambaye yuko chini yake na kutaka kujiuzulu. Imeshatokea. Yes, Mwalimu Nyerere aliwahi kutokea miaka ya nyuma. Aliwahi kupelekea barua za kujiuzulu, lakini alireject, alikataa. Huwa inatokea, kwa sababu lazima pia useme sababu. Sasa kwa mfano ikaja kubainika kwamba anayetaka kujiuzulu pengine kulikuwa na mashinikizo fulani ya kulazimisha yeye kujiuzulu na sio kwa hiari yake, kisheria kuna kipengele chochote ambacho hayo ya kwamba mtu ameshinikizwa huwezi kuyathibitisha, yanabaki kwenye mioyo ya hao watu ambaye anajiuzulu na yule ambaye anapelekewa barua. Labda kujiuzulu kwa makamu wa rais ni swala la kawaida la kikatiba ama ni mazingira ambayo pengine uamuzi huo yanaweza kuibua maswali mazito kisheria? Unajua, mnapokuwa unamteua mtu ili awe makamu wa rais, manake ni msaidizi wako namba moja. Sasa kama hamuendani, manake mnaweza mkakaa na kujadili namna ya kureconcile mweze kuendelea. Kama inashindikana kabisa, mmoja kati yenu anaweza kaamua akachukua mkondo mwingine wa kujiuzulu. Hawezi kuwa makamu wa rais wa kwanza kujiuzulu duniani. Kwa ni utaratibu ambao umekwepo karne na karne toka dunia imeumba. Wakati barua hii ilivyoanza kusambaa nyakati za asubuhi, niliona baadhi ya watu wakijaribu kufanya comparison baina ya makamu wa rais ambaye amemaliza muda wake na makamu wa rais ambaye ameondoka hivi sasa, kwamba wote wamejiuzulu. Naomba nifahamu utofauti uliopo kati ya kujiuzulu na mtu kustaafu. Makamu wa rais aliyokuwa madarakani wakati ambapo tunaenda kwenye mchakato wa uchaguzi mwaka 2025 hakujiuzulu, isipokuwa Dr. Mpango ambaye alikuwa makamu wa rais wakati huo alisema yeye umri wake umeenda, haoni sababu ya kuanza kukimbizana kwa mfumo wa sasa kutokana na umri wake. Hakujiuzulu, isipokuwa muda wake ulifika mwisho, na sheria zinasema kama tunaenda kwenye uchaguzi nafasi yake inakuwa imeisha. Kwa hiyo ana wajibu wa kukubali au kukataa kuendelea na mchakato unaoendelea. Hakujiuzulu Dr. Mpango. Hakujiuzulu. Isipokuwa nafasi yake ilikuwa imeisha. Kwa hiyo wanaosema hivyo manake wanakosea. Waongo. Bongo. Manake ni kwamba nafasi yake ilikuwa imefika mwisho. Kwa hata rais ambaye alikuwa anaenda kugombea, yani mgombea wa CCM, angeweza pia kusema mimi sikuhitaji na mteua mtu mwingine aende kugombea. Wasonga, pamoja na ufafanuzi huu ambao umetupatia, lakini kwenye barua yake makamu wa rais amesema kwamba amejiridhisha. Hivi kwani ni wakati gani kisheria inaonekana kwamba pengine mtu ameshinikizwa ama amejiridhisha? Mimi nachoweza kukuambia na kuhakikishia, mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Hizi fukuto na hizi nani zote zilikuwepo, figisu na kila kitu. Hakuna mahali mnaweza mkaongoza nchi bila kuwa na mivutano. Na mimi ni mwanasheria. Sisi tunaamini kwamba mivutano, migogoro ndo huwa inaleta mabadiliko ya aina mbili, chanya na mabadiliko ambayo ni hasi. Kwa hiyo katika vuguvugu la mabadiliko inahitaji ustamilivu na uvumilivu. Pale ndo unapokuwa na moyo, kwamba unakuwa na moyo thabiti, usimamie kile unachokiweza ukiwa ndani ya serikali yenyewe. Kwa hiyo huwezi ukasema wewe unajiuzulu kwa hisia, kwa sababu hujaingia kwenye mioyo ya yule ambaye unampelekea barua.
kwa sababu hakuna hapo sababu za msingi ambazo unasema kwamba nilihisia. Hisia ziko kwa yule wa pili, sio kwako wewe. Wewe unatakiwa ujiuzulu kutokana na sababu zako wewe. Huwezi kusema unaenda kumdiridisha mwenzio. Mazingira ambayo pengine yamemfanya makamu wa rais kujiuzulu, kisheria anaweza kuhojiwa na mtu yeyote? Hakuna mahojiano, lakini ulikuwa ukiangalia ni kama vile watu wawili, mafahari wawili waingia kwenye partnership, kila mmoja akiwa na ndoto zake za namna ya kwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa huyu anafikiria, unajua kwenye ilani kuna priorities, yani kuna vile vitu ambavyo unasema tukifanya hivi. Kwa hiyo ina maana waliingia kwenye partnership, lakini kila mmoja akiwa na priorities zake na kila mmoja alireserve kwenye moyo wake. Tunapokuwa tunaanza kushindwana, mwenye madaraka anabaki na madaraka yake na mwingine inabidi ampishe mwingine ambaye ana madaraka. Ndio kilichotokea. Ni jambo la kawaida. Kwa sababu Nchimbi kama Nchimbi, Dr. Nchimbi, anayebeba ilani ni Mama Samia, sio Nchimbi. Nchimbi yeye kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba anaelekezwa nini ambacho aende kutekeleza mara kwa mara. Kwa hiyo rais atakasimu madaraka yake kwa makamu wa rais kama ambavyo inampendeza aende kufanya. Kwa Nchimbi hakuwa na madaraka kamili. Kwa mfano ikatokea kiongozi, na case study yetu ni makamu wa rais, kwamba ameshajiuzulu, hivi kikatiba ama kisheria anaweza kuwajibishwa kisheria kwa maamuzi ambayo pengine aliyafanya kabla? Yes, makamu wa rais hana kinga. Kama kuna maamuzi ambayo hayakuwa sawa, yeye anawajibishwa, ila rais anapotoka madarakani yeye hawezi kuwajibishwa. Yes, kwa hiyo sheria iko silent kwa makamu wa rais. Na kwanza makamu wa rais ana maamuzi kwa nchi, kwa hiyo ana utekelezaji wa maamuzi au mambo ya kila siku huwa inategemeza, anaelekezwa na rais mwenyewe. Kwa hana maamuzi yake, ndio maana anayewajibika huwa ni rais.